Kwa majina anaitwa Peter Cheo, ni mkurugenzi wa Suzi Lounge, sehemu ambapo tumepata hili janga la moto. Tumefika kama kawaida asubuhi kuendelea na majukumu yetu ya kawaida, lakini shida ilikuwa ni umeme. Umeme ulikuwa ukija, ulikuwa ukikata kila baada ya sekunde kadhaa unarudi, kila baada ya sekunde kadhaa unarudi. Sasa nadhani sasa umeme umekuja kurudi kwa kasi kubwa. Tukawa tunasikia kama kitu kimelipuka. Baada ya kuendelea kufuatilia, tukaona ni moto umeshika. Tumeanza jitihada za kuzima moto mapema, lakini sasa moto ukatuzidi. Tuliokuwepo kazini na bosi tulishirikiana kuuzima na fire extinguisher maji, lakini moto ulishindikana, ikabidi tutoke. Mimi niuma sana DJ, afu mashine zote zimeungua mpaka dakika hii hapa tuelewe tutakuwa tunapataje ulaji. Kwa kweli tutamisi vitu vingi, kwa hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa kwa kweli inawasaidia watu aina mbalimbali wenye stress zao na ambao hawana stress. Ilikuwa ni sehemu kwa kweli ya watu wanapenda kuburudika, ni sehemu watu walikuwa wanapenda kupumzika. Kwa kweli watu watamisi sana. Baada ya kusikia hili tukio, tukawahi kuja kuokoa. Kuna baadhi ya vitu tumeokoa kama magodoro, vitanda na vitu vingine vya kwenye vyumba, lakini vinywaji vingi vyote vimeungua, ambapo kwenye sehemu ya roho ya nani ya baani. Kwa hiyo kule vitu vyote vimeungua, ila sehemu ya vyumba, kwenye sehemu ya kulala, vile vitu tumeshaviokoa. Kwa hiyo labda tu kuna sehemu ambayo ilitaka kuungua, lakini waokozi wamefika kwa muda, wameudhibiti moto. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hili ombi tu tunaomba kwa hapa Katoro, ni mji mkubwa, tunaomba tu masuala ya uokoaji yawepo hapa, tuwe na vifaa hapa, kwa sababu ukisema kutoka Geita kufika hapa ni muda mrefu. Mfano kama leo huu moto ulikuwa upo karibu sana na kituo cha polisi, yaani ingelikuwa kama fire ipo ndani ya mji wa Katoro, ilikuwa ni rahisi kufika kwenye eneo la tukio na kudhibiti moto usingeleta madhara makubwa. Lakini kwa sababu tunapata zimamoto kutoka Geita, ambao umbali wa kutoka Geita kwa gari ya kawaida ni dakika 45, lakini kama fire kwa sababu inavyokimbia labda nusu saa. Sasa angalia moto wa umeme unavyoenda kwa kasi kubwa. Nusu saa kuja ifike gari wajiandae kwa ajili ya kutoa maji na kuzima moto ni muda mrefu sana. Kwa hiyo tunaomba tupate kituo au tupate gari la zimamoto, hata kama wanajiandaa kupata kituo cha zimamoto, tupate gari ambayo itakuwa standby kwa ajili ya kusaidia haya majanga wakati yanapotokea. Ni kweli ninavyosema ndugu mwandishi wa habari, ni kwamba umbali wa kutoka Geita pamoja na kufika Katoro ni almost kilomita 47 kwenda 50. Kwa hiyo tunapokuwa tunapokea taarifa kwa umbali huo, na ukizingatia pia kwamba wananchi pia wanatoa taarifa kwa kuchelewa wakati mwingine, kwa hiyo tuna delayment ya almost saa nzima hapo katikati. Kwa hiyo moto tunapokuwa na waka ndani ya saa nzima hamjafika kwenye tukio ni changamoto. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa mkoa wa Geita au ina mpango wa kuanzisha ofisi hapa kwa mji wa Katoro. Kwa hiyo muda wote tu kwa mwaka huu naamini kwamba haitapita kabla hatujaanzisha ofisi hapa na kusogeza huduma ya jamii ya zimamoto karibu na huduma wananchi.